Inalilia haki kufuatia kifo cha mwana wao wa miaka 15 anayedaiwa kufariki baada ya kupigwa na mwalimu wake shuleni. Na kama anavyoarifu mwandishi wetu Juliet Kimwe Kunradhi, ripoti ya upasuaji wa maiti imethibitisha kuwa mwanafunzi huyo alifariki kutokana na kuvuja damu kichwani, hali ambayo imelazimu familia pamoja na mashirika ya kutetea haki kuitaka serikali kuchukua hatua. Wingu la simanzi limetanda katika familia ya Ernestine Tunje ambaye ni mwanafunzi wa gredi ya 8 katika eneo la Kilifi Kusini baada ya kinachodaiwa kuwa adhabu ya kawaida shuleni kuwa kiini cha kifo chake. Alex Tunje ambaye ni babake marehemu anaeleza kwa masikitiko jinsi mwanawe alianza kulalamikia maumivu ya kichwa kabla ya hali kuzorota bila ya kutarajiwa. Kupeleka hospitali akaangaliwa malaria, akaangaliwa kila kitu hakuonekana, akapatiwa painkiller kutuliza kichwa. Tukaenda nyumbani, kufika hapo nyumbani kuangalia hali sizo, inazidi kupanda tu. Kabidi tukatoka moja kwa moja tukaja paka Kilifi. Tukapata kitanda, akapigwa picha ya kifua na akapigwa pia ya kichwa kitu sana 8 hiyo. Ndio ananiambia kweli, lakini mtoto wako aliumia, aligongwa huyu ama alifanya nini? Kukatoka mwalimu mmoja hapo shule akalia, alipolia wale watoto wakauliza, vipi ni nini mwalimu mbona analia? Ambwa basi kuna Ernestine ametuacha. Watoto wakasema ni yule mwalimu aliyempiga. Ni yule mwalimu aliyempiga. Aidha, Jimmy Thoya na Caroline Kiringi ambao ni jamaa wa marehemu sasa wanaomba serikali kuingilia kati ili kukomesha visa kama hivi, kwani ripoti ya upasuaji wa maiti na matokeo ya CT scan yamebainisha kuwa marehemu alifariki kutokana na kuvuja damu kichwani. Kama family na tunahuzunika na tunaomba vyombo vya serikali viweze kuchukua hatua ili tuone haki ya huyu msichana inapatikana na pia haki ya familia imepatikana. Ni hatua gani watachukua kudhibiti mpaka watoto wengine pia wasiathirike na hili jambo? Tunaomba mtusaidie serikali, tunaomba huyu mwalimu achukuliwe hatua. Ni ghadhabu gani ambayo mwalimu alikuwa nayo dhidi ya yule mwanafunzi mpaka aweze kumpatia kichapo cha umbwa kimfikishie mauti yake? Mpaka sasa hii habari ambazo tuko nazo za uhakika ni kwamba mwalimu yule hajashikwa wala hajawekwa korokoroni. Ni jambo la kustaajabisha kusikia polisi wanasema ya kwamba hata wanasubiri postmortem report itoke ndio wao waweze kumshika yule mwalimu. Naibu kamishna wa Kilifi Kaskazini Samuel Motisia amethibitisha tukio hili na kusema kuwa uchunguzi umeanzishwa, huku akiwaomba walimu kufuata sheria ili kulinda maslahi ya wanafunzi. Children rights, ile haki ya mtoto imekata sana mtoto kuwa subjected kwa ile hali ya kwamba ni kama kitu ni dhuluma kwake, na pia Basic Education Act imekataa. Sasa familia ya marehemu Ernestine Tunje pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu yanaitaka serikali kuchukua hatua za kisheria dhidi ya mwalimu anayedaiwa kuhusika ili kulinda maisha ya wanafunzi. Nikiripotia TV47, mimi ni Juliet Kimwe. Asante.